Kuna sumu unaingiza kwenye ubongo wako kila siku asubuhi na inakuharibu taratibu bila wewe kujua. Ukipuuza video hii, huenda usiwahi kufikia ndoto zako. Nasema hivi kwa sababu, hivi ushawahi kuhisi kama ubongo wako umejaa ukungu? Yaani unashindwa kufanya maamuzi, unakosa furaha bila sababu, unajihisi mchovu hata kama hujafanya kazi ngumu, na kila ukijaribu kubadilika, unajikuta unarudi pale pale. Hiyo sio hali ya kawaida. Ubongo wako umeziba. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ukikibadilisha leo, utafungua uwezo wako uliojificha. Ni siri ambayo watu waliofanikiwa hawataki uijue, na leo naikopi na kupaste kwako. Kwenye video ya leo, sitakupa dawa ya siku moja, nitakupa mfumo wa maisha. Nitakuonyesha hatua 5 za uhakika za kufanya brain detox au kusafisha ubongo wako kikamilifu. Ukianza kuishi kwa kanuni hizi 5, na nina maana ukiifanya ya kwanza mpaka ya mwisho bila kuruka, na kuhakikishia, utajiangalia kwenye kioo na hutamtambua mtu unayemwona. Utakuwa na akili mpya, nguvu mpya, na utakuwa unstoppable. Lakini onyo, hatua ya 4 ndiyo ambayo watu wengi inawashinda na kuwarudisha nyuma. Je, wewe utaweza kuimudu? Karibu tena kwenye channel yetu, sehemu namba 1 ya kujifunza kuhusu maendeleo binafsi, saikolojia na jinsi ya kuishi maisha yenye thamani. Kama ndio mara yako ya kwanza hapa, bonyeza subscribe na washe kengele ili usiwe unapitwa na mbinu kama hizi. Tayari? Asante. Twende kazi. Acha kutazama picha za ngono na video. Tuanze na mzizi wa fitna. Hii njia ndio ngumu kwa wanaume na wanawake wengi wa kisasa. Na sitaki niongee hii kwa upande wa kidini pekee, nataka nikupe sayansi yake. Ubongo wako una mfumo wa zawadi unaitwa reward system. Unapotazama picha hizi, ubongo wako unamwaga kiasi kikubwa sana cha kemikali inayoitwa dopamine kuliko kitu chingine chochote cha asili. Wanasayansi wanasema msukumo huu unakaribia kufanana na mtu anayetumia madawa ya kulevya aina ya cocaine. Unapofanya hivi mara kwa mara, unaharibu dopamine receptors zako. Hii ndiyo sababu unajihisi huna nguvu za kufanya kazi, huna confidence mbele ya watu, unakuwa na aibu zisizo na sababu, na unashindwa kufikiria mambo makubwa. Ubongo wako unakuwa fried, yani umeungua. Kuanzia leo, fanya maamuzi magumu. Futa magrupi yote ya Telegram au WhatsApp yanayotuma uchafu. Weka blockers kwenye simu yako. Huu sio mchezo wa siku 2, ni vita ya kurudisha uhuru wako. Ukifanikiwa kuacha hili, utaanza kuhisi kama una superpower. Macho yako yatang'aa, sauti yako itatulia, na utaanza kujiamini tena. Hii ni non-negotiable. Lazima uache ili ubongo upone. Fanya ibada, spiritual grounding. Baada ya kuondoa uchafu, sasa lazima tuweke kitu kisafi ili kuziba pengo hilo. Na hapa simaanishi tu kwenda nyumba za ibada siku ya Jumapili au Ijumaa kama utaratibu, na maanisha kujenga mahusiano binafsi na Muumba wako kila siku. Kisayansi, ibada na sala vinapunguza kwa kiasi kikubwa homoni inayoitwa cortisol, ambayo ni homoni ya stress. Watu wengi ubongo wao umejaa hofu. Hofu ya kesho, hofu ya kodi, hofu ya mahusiano. Ibada inakupa kitu kinaitwa surrender, kujisalimisha kwa nguvu iliyo kuu. Anza siku yako kwa kupiga magoti, mshukuru Mungu kwa uhai na muombe akuongoze siku hiyo. Pia maliza siku yako kwa kufanya hivyo. Unapojua kuna nguvu kubwa inakulinda, ubongo wako unaacha kuwa kwenye hali ya fight or flight, au kupambana au kukimbia. Unatulia. Kumbuka, ubongo uliotulia ndio ubongo unaoweza kubuni mawazo ya milioni. Usikubali kutoka nje ya nyumba yako bila kuweka spiritual armor au kinga ya kiroho kupitia ibada. Fanya meditation, tafakari. Watu wengi wakisikia meditation wanafikiri ni mambo ya dini za Asia au mambo ya kigeni sana. Hapana, meditation ni zoezi la kuufundisha ubongo wako kutulia sehemu moja. Katika ulimwengu wa sasa, attention span au uwezo wa kuzingatia jambo kwa binadamu umeshuka chini kuliko wa samaki aina ya goldfish. Huwezi kusoma kitabu dakika 10 bila kushika simu. Huwezi kumsikiliza mtu anaongea bila kuwaza jibu au kuangalia notification. Fanya hili kuwa zoezi la kila siku. Tenga dakika 10 tu kila asubuhi au jioni. Kaa sehemu tulivu, funga macho na usiwaze chochote. Zingatia pumzi inavyoingia na kutoka pekee. Mawazo yakija, na yatakuja mengi, yaruhusu yapite kama mawingu, kisha rudisha akili kwenye pumzi. Zoezi hili linakuza sehemu ya mbele ya ubongo inaitwa prefrontal cortex, sehemu inayohusika na maamuzi na utulivu. Ukifanya hivi kuwa tabia,
utashangaa jinsi ambavyo hasira zako zitapungua na uwezo wako wa kuelewa mambo utaongezeka maradufu. Jitenge na watu hasi, social detox kwenye maisha yako. Kuna msemo wa Kiingereza unasema, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Wewe ni wastani wa watu 5 unaoshinda nao kila siku. Kama unataka kusafisha ubongo wako, huwezi kuendelea kukaa na watu ambao kazi yao ni kulalamika serikali, kusengenya watu, kuongelea pombe na starehe, au watu wanaokukatisha tamaa. Watu hawa wanaitwa energy vampires. Wananyonya nguvu zako za akili na kukuacha mtupu. Fanya zoezi la isolation au kujitenga kiasi. Punguza maongezi yasiyo na lazima. Kama una marafiki ambao ukikaa nao hamuongelei maendeleo, wape likizo. Tumia muda huo kujitathmini. Ubongo wako unahitaji ukimya ili uweze kusikia sauti yako ya ndani. Usiogope kuwa mpweke. Ni heri uwe mpweke unayejijenga kuliko kuwa na kundi linalokubomoa. Safisha mazingira yako na ubongo wako utatakata. Jenga utaratibu wa kusoma vitabu. Brain food. Soma vitabu vinavyokujenga. Watu matajiri na waliofanikiwa duniani wana siri moja: wanasoma. Kusoma sio tu kupata taarifa, ni zoezi la ubongo, mental workout. Unaposoma kitabu, unalazimisha ubongo wako kutengeneza picha, imagination, unakuza msamiati na unapata uzoefu wa miaka 10 ya mwandishi ndani ya masaa machache. Chukua kitabu kimoja, iwe ni cha biashara, saikolojia au imani. Soma kurasa 10 kila siku. Usisome gazeti la udaku, soma maarifa. Hii inabadilisha neural pathways za ubongo wako. Badala ya kuwaza umbea, utaanza kuwaza mikakati. Badala ya kuwaza matatizo, utaanza kuwaza suluhisho. Ndugu yangu, hizi njia 5 sio za kufanya kwa wiki moja na kuacha. Huu ni mwongozo wa maisha mapya. Hebu fikiria, miezi michache kutoka sasa, unaweza kuwa huru kutoka kwenye utumwa wa picha za ngono, uwe mwenye amani ya moyo, mwenye akili tulivu na mwenye maarifa mapya. Lakini kusikiliza video hii pekee haitoshi, lazima uchukue hatua. Hivyo nina challenge kwako. Nataka uandike kwenye comment chini maneno haya: naanza leo. Hii itakuwa ahadi yako kwako mwenyewe na kwa jamii yetu hapa, kwamba uko tayari kubadilika. Kama umepata thamani kwenye video hii, tafadhali share na rafiki yako mmoja ambaye unajua anapitia wakati mgumu, huenda ukawepo sababu ya yeye kupona. Usisahau kusubscribe ili tuonane kwenye video inayokuja. Asante kwa kutazama